Walawi 17:11 inazungumza uhai wa mwili uko katika damu. Sasa nimewapa hiyo damu kwa ajili ya upatanisho wa nafsi zenu. Sasa damu hichi ni kimiminika ambacho kipo ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa damu mara nyingi inarisishwa kutoka upande wa baba. Baba yeye anarisisha damu, lakini mama yeye inarisisha nafsi. Nafsi ni nini? Nafsi ni hisia, akili, maamuzi, ndio tunaita nafsi. Kwa hiyo mtu anayekwenda kusoma, kinachosoma ni nafsi. Kwa hiyo sasa upande wa mama inarisisha nafsi. Kwa hiyo mtoto kuweza kuwa na akili inatoka upande wa mama. Kwa hiyo mtoto wako brain yake iwe nzuri, lazima kwa mama arithi. Lakini kwa baba tunarisi damu, kwa sababu kule kwa baba hata akienda kupima kwamba huyu mtoto ni wa nani, inapimwa damu ya baba, sio ya mama. DNA yake ile inapimwa kupitia damu. Kwa hiyo hii damu inarithishwa. Kwa hiyo unaweza ukarithi. Ndio maana hata kurithi magonjwa, kurithi nini, mara nyingi inakuwa upande huu sana wa baba. Kwa hiyo damu inarithishwa katika kila eneo. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini kukemea haya mambo. Sasa saa nyingine mtu anaweza akaota ndoto kuhusu damu, saa nyingine anakojoa damu. Wakati mwingine inaweza ikawakilisha kusafishwa, wakati mwingine hapo hapo inaweza ikawakilisha ugonjwa. Kwa hiyo it depends unaota kwa namna gani hiyo ndoto yako. Lakini kuna mwingine anaweza kaota ana damu inatoka kwenye mdomo, inawezekana saa nyingine kusafishwa. Lakini hapo hapo inaweza ikawa kwamba saa nyingine anatolewa kafara. It depend umeotaje hiyo ndoto. Mungu akubariki sana na ukawe na siku njema.